Si mwepesi wa hasira, Baba ni mwingi wa rehema, ndivyo ulivyo. Wow. Asante. Amen. Na wengine, hebu guza mwingine. Kuna wale huwa maybe wakikumbuka, wakisikia Rose Muhando, wanasikia wimbo wa Ni Bebe. Wimbo wa Ni Bebe, walikuwa wametoa pande gani? Ama ni yes, wacha nikwambie. Ni hali ya shida. Aha. Nilipita mwaka 2007. Nilitengenezewa kesi moja mbaya kule Tanzania. Na mtu wangu wa karibu kabisa, mzee ambaye nilikuwa namwamini na sijui nisiseme lakini usimtaje jina, ni mtumishi wa Mungu kabisa, mtumishi wa Mungu mkubwa, tena ni baba. Sasa akametengenezea kesi, lakini shida ilikuwa ni ile Yusufu aliposema nimtendeje Mungu dhambi kubwa namna hii. Sasa baada ya lakini mwanamuziki ambaye alisaini mkataba wa miaka 5 na kampuni ya Sony Music Africa ya Afrika Kusini, ambayo alianza kufanya kazi nayo mwaka 2014, anasema kwamba maisha yake yalianza katika hali duni sana, akiombaomba baada ya kufukuzwa na familia yake huko Dumila katika mkoa wa Morogoro kwa kosa la kubadili dini yake. Maisha ulioishi zamani hayawezi kukuzuia kufikia malengo uliojiwekea. Hakuna aliyefikiria leo kwamba Rose Muhando angeweza kuwa mwanamuziki mkubwa wa Injili ambaye analipwa pesa nyingi kwa muziki wake, haswa kwa wale waliomfahamu tangu utoto wake. Lakini mwanamuziki ambaye alisaini mkataba wa miaka 5 na kampuni ya Sony Music Africa ya Afrika Kusini, ambayo alianza kufanya kazi nayo mwaka 2014, anasema kwamba maisha yake yalianza katika hali duni sana, akiombaomba baada ya kufukuzwa na familia yake huko Dumila katika mkoa wa Morogoro kwa kosa la kubadili dini yake. Nilikuwa mwimbaji mzuri sana wa kaswida, nilihudhuria madrasa kila siku nikiwa Dumila. Baadaye maisha yangu yalikuwa magumu sana. Sababu ya haya yote ilikuwa ugonjwa ambao ulisababisha afya yangu kudhoofika. Wakati huo nilipimwa kila ugonjwa na sikupatikana na tatizo. Ndipo niliamua kwenda kuomba, anasema Rose Muhando, ambaye sasa anaimba na wimbo wa Wololo ambao aliutoa chini ya Sony Music Africa. Nilipobadili dini, wazazi wangu walichukizwa na uamuzi wangu. Waliona ni busara kunifukuza nyumbani, lakini walizidi kuhatarisha maisha yangu. Niliendelea kuzurura na baadaye nikapata waume ambao walinizalia watoto 3, anasimulia na kuongeza. Nilipokuwa na mtoto wa miezi 6, nilifukuzwa na mchungaji huko Arusha kwa sababu tu nilienda kumuomba pesa kidogo ili nirekodi kwenye studio. Kitu hicho kiliniumiza sana na sitakisahau maishani mwangu. Kila ninapokaa nakumbuka na kinauma sana. Anasema kwamba alikuja Arusha kurekodi wimbo wake wa kwanza, ambapo kutokana na ukosefu wa pesa aliona ni busara kumuomba mchungaji msaada, lakini ilishindikana. Alinifukuza na mtoto aliyekuwa na pumu. Niliumia sana, na ndipo nikamwambia Mungu na kusema anajua alichoniandalia katika maisha yangu, anaeleza Rose. Anasimulia kwamba alianza safari ya kurudi nyumbani, lakini kwa bahati njema njiani alikutana na watu wenye asili ya Somalia na kujitambulisha kwao kwamba alikuwa muumini wa dini ya Kiislamu. Nao walimsaidia na kumpeleka mkoa wa Morogoro. Baada ya kufika Morogoro, aliendelea na maisha yake na baadaye akajiunga na kwaya huko Dodoma. Wakati huo alikuwa tayari na watoto 3, akiwa pia amesalimika. Nilianza kucheza muziki kwenye kwaya huko Dodoma. Baadaye nikawa mwalimu wa kwaya ya St. Mary's Dodoma katika kanisa la Anglikana la Chimuli. Niliendelea hivyo hadi nikaamua kuanza kutunga nyimbo zangu mwenyewe kwa msaada wa mfuko wa kwaya yetu, anabainisha na kuongeza. Mnamo Januari 2005 ndipo nilipoanza kuona uwepo wa Mungu. Nilipokea tuzo mbalimbali ikiwa ni pamoja na mtunzi bora wa nyimbo za Injili, mwimbaji bora na albamu bora ya mwaka zilizotolewa na tuzo za muziki wa Injili Tanzania 2004. Anaeleza kwamba aliendelea kufanya vizuri katika uwanja wa muziki wa Injili ambapo mnamo Disemba 2005 alihudhuria na kuimba katika tamasha la muziki wa Injili kusaidia kutoa msaada kwa watoto na wajane huko Dar es Salaam. Namshukuru Mungu hadi nimefika sasa. Nina albamu 4 sambamba na tuzo 6, 3 kutoka kwa albamu ya Mteule Uwe Macho nilizopata mwaka 2005, tuzo ya mwimbaji bora wa Injili mwaka 2009 na tuzo ya shirika la utangazaji Tanzania TBC kupitia wimbo wangu Ni Bebe, huku mwaka 2008 nilipata tuzo kutoka tuzo za Groove Kenya kama mwimbaji bora wa Injili Afrika, anasema Rose. Albamu 4 za Rose Muhando ni pamoja na Motimo, Mteule Uwe Macho 2004, Kitimutimu 2005, Jipange, Sawa Sawa 2008 na albamu ya Yesu Kung'uta iliyotolewa chini ya Sony mwaka huu 2014.
Anaweka wazi kwamba mnamo Februari 2011 alisaini mkataba na kampuni ya Sony unaojulikana kama Multi-Album Recording Deal with Sony Music na kuwa msanii wa kwanza kutoka ukanda wa Afrika Mashariki kusaini mkataba huo. Rose Muhando alizaliwa Dumila, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro nchini Tanzania 1976. Ni msanii wa muziki wa Injili kwa lugha ya Kiswahili anayejulikana kama malkia wa nyimbo za Injili katika ukanda wa Afrika Mashariki. Maisha yake chini ya Sony Music Africa. Rose anasema kwamba licha ya kusaini mkataba mwaka 2011, alianza kuutumikia Januari mwaka huu na utadumu kwa miaka 5 hadi 2018. Nilisaini mkataba miaka 2 iliyopita, lakini wakati huo nilikuwa bado namalizia mikataba mingine, kwa hiyo tumeanza rasmi mwaka huu. Namshukuru Mungu kwa sababu ni mkataba wenye baraka za kila aina. Ninalipwa kila kitu, kazi yangu ni kuimba tu, ndio ninayopaswa kuwasilisha kwa Sony Music Africa, Rose anaweka wazi. Anaeleza kwamba kuna tofauti kubwa kati ya mkataba huo na ule wa nje kama wa Sony. Mimi ni Rose Muhando. Sina mambo yanayonitatiza, kila kitu kinafanywa na Sony, kuanzia mavazi, chakula, malazi, yani kila kitu. Lakini mikataba ya hapa nchini ni tofauti kwa sababu meneja anakuwa bosi wako. Sasa mimi ndiye bosi wa Sony Music Africa, anasema. Anaeleza kwamba kwa mkataba mpya sasa, wale wanaotaka kumwalika kwenye matamasha na mialiko mingine nje na ndani ya nchi wanapaswa kuwasiliana na Sony, lakini mialiko ya mikutano ya Injili kwake, hiyo ni ibada. Mikutano yote ya Injili kwangu ni ibada, hii haipo chini ya Sony. Naweza kuja kuhudhuria wakati wowote, lakini inategemea iko wapi kwa sababu makubaliano ni jambo la msingi, Rose anaweka wazi. Albamu ya Yesu Kung'uta, Wololo. Akizungumzia albamu yake mpya aliyoandaa chini ya kampuni ya Sony, Rose anasema, katika albamu ya Wololo iliyotayarishwa chini ya Sony, kuna kazi nimefanya nikiwa Afrika Kusini, lakini sehemu kubwa nimefanya hapa Tanzania baada ya wao Sony kukubali kwamba studio zina ubora wa kutosha. Nimekuwa nikisafiri Afrika Kusini na kurudi mara kwa mara. Muhando anasema kwamba albamu hiyo ina jumla ya nyimbo 8, akitaja baadhi yake kama wimbo wa Yesu Kung'uta unaojulikana kama Wololo ambao umebeba jina la albamu na uko juu sana. Hadi sasa nimetoa nyimbo hizo 2, uko juu sana na Wololo, neno linalotumika kama kibwagizo katika wimbo wa Yesu Kung'uta. Video ya wimbo huu ilitengenezwa Afrika Kusini na wote walioshiriki kwenye video hiyo ni kutoka Afrika Kusini, anasema. Aligawanya nyongo. Nyota huyo wa muziki wa Injili aliamua kushiriki hisia zake kuhusu ukosefu wa uelewano miongoni mwa wasanii nchini, akisema unachafua tasnia ya sanaa ya Tanzania katika uwanja wa kimataifa. Ninachukizwa sana na baadhi ya wasanii wa muziki wa kizazi kipya, Injili, waigizaji na nyota wengine wanaotumia fursa ya sanaa kufanya mambo mengine ambayo si haki mbele ya Mungu. Kwa nini msiishi maisha yenu? Kwa nini mnakuwa na tamaa ya kufanikiwa haraka bila jasho? Inaniuma ninapoona wasanii wanakamatwa kwa dawa za kulevya nje ya nchi, anasema na kuongeza, tunadhalilishwa sana, imefika hatua hatuaminiki tena. Lazima sasa tutambue kwamba anasa si maisha sahihi. Wengi wetu tunajisahau mara tu tunapopata umaarufu. Sasa unabeba dawa za kulevya na kuingiza nchini, si unaua taifa la kesho? Anasema kwamba kinachomuuma zaidi ni kwamba washiriki katika masuala haya ni wanawake, akionya, Biblia inasema usilenge, usitake mambo makubwa zaidi ya uwezo wako.